على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر، ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر، ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Waislamu wanasikia wala popote mlipo na kutoka sehemu mbalimbali, ni kwamba leo hii Allah Azza wa Jalla ameweza kutukutanisha sisi Waislamu wa Tanzania pamoja na ndugu zetu Waislamu wa nchi jirani ya Burundi. Kundi hili limesimama hapa kwa ajili ya kumwandaa mtu atakayetufungulia moja kwa moja kongamano letu hili, ili tusikilize wageni wametuletea nini, wageni wametuletea zawadi gani. Mimi nimesimama, ndugu zangu Waislamu, mimi ndio mtendaji mkuu ndani ya kijiji hiki, mimi ndio katibu. Vizuri ni kutambulisha moja kwa moja, mimi kwa jina naitwa Ahmed Ibn Sadiq Andabila, mimi ndio katibu wa kijiji hiki cha Zashi. Baada ya kuzungumza haya, nimuinue shehe wa kijiji ili aje kuzungumza mawili matatu, aje kutoa shukrani mbalimbali. Baada ya hapo tutaendelea na ratiba yetu itakayokuwa imepangwa inshallah. Kumbe kwa kijiji ni kuomba usimame kwa ajili ya mambo ambayo tayari tutakayokuwa umeyapanga kwa ajili ya mhadhara wetu huu, kwa ajili ya kongamano letu hili, ili tuweze kwenda haraka kwa sababu muda unakwenda kweli. Ni kuomba usimame kwa ajili ya kuendesha hiyo inshallah. Karibu wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim, amma ba'd. Shukrani kamili zinamstahiki Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mungu muweza, Mungu mwenye nguvu, Mungu ambaye ndiye mwenye kutegemewa na muumba wa kila kitu. Lakini pia rehma na amani zimshukie Sayyidina Muhammad, nabii ambaye ni tegemeo la muhimu kwa yule ambaye atakayekuwa ameshikamana naye. Lakini kwa yule ambaye bado atamuona si lolote na wala chochote, basi atakuwa hana nafasi siku ya Kiyama. Lakini pia rehma na amani ziwashukie maswahaba wake Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallama, ambao walioshikamana naye hatua kwa hatua katika kutangaza Uislamu mpaka ukatufikia hapa tulipo. Baada ya shukrani hizi, ni kwamba muda tulionao ni mfinyu na ni mchache, lakini kwanza kabisa baada ya kumshukuru Allah na kumtakia rehma Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallama, nichukue fursa hii kwanza kuwakaribisha wote ambao waliohudhuria kwenye hafla hii, na hasa wageni wetu kutoka nchi jirani ya Burundi, sehemu ambayo bado inaonekana ina umbali, lakini kwa ajili ya mapenzi yale imefikia mahala kuacha vyao na kujipa shida, kujipa tabu kwa ajili ya kuja kuonana na sisi kama ndugu zao,
na kujua kwamba ni yepi mahitaji yetu. Bila shaka kama alivyosema nabii, asafaru qit'atu min al-adhab, bila shaka mtakuwa mmepata shida, mmepata tabu, lakini niseme kwamba shida na tabu mlioipata ni muombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ajalie kwamba iwe ni kafara ya yale ambayo yanaweza kuwatilia uzito ndani ya safari yetu ya kuelekea akhera. Lakini pia mjipe matumaini kwamba kwa kweli hili ni suala ambalo bado lina umuhimu na la tumaini, na kwamba tayari linaleta faraja mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na msihisi kwamba tayari mmeupoteza muda bure. Lakini pia ni washukuru wale wote ambao wametoka sehemu mbalimbali kwa ajili ya kuja kutunga mkono, nao pia Mwenyezi Mungu awalipe kila la kheri. Lakini baada ya hivyo niseme kwamba ndugu zangu Waislamu na hasa viongozi kutoka nchi jirani, makusudio hasa ya hadhara hii ni kwa ajili ya jengo letu hili ambalo ni la msikiti. Ili ni kuangalia kwamba ni jinsi gani ambavyo tunaweza tukapata msaada wa kusaidiwa katika kulimaliza jengo ambalo kwa kweli limetugharimu na kutuchukua muda wa kutosha. Ndugu zangu wageni, jengo hili sasa lina takriban miaka 16 aidha 15, lakini mpaka kufikia hapo lilipo kwa kweli ilikuwa ni kazi nzito ambayo watu wamechukizana, na wakati mwingine kwa kweli wakawa hawana maelewano. Lakini katika kufaulu kufikia hatua hiyo tulioifikia, kwa kweli ilikuwa ni kwa ajili ya vibarua, kuwalimia watu mashamba yao, kuwapalilia watu mashamba yao, kuwafyatulia watu tofari. Ndiyo hatua ambayo iliyotupelekea mpaka kufikia hapo. Lakini kwa kweli nguvu ikafika mahala ikatuishia, tukawa hatuna namna nyingine isipokuwa kuanza kuhangaika kuomba msaada sasa, kwamba ni jinsi gani ambavyo tunaweza tukasaidiwa katika kumalizia. Bila shaka msikiti wetu huo, jengo hilo ukiangalia bado lina mapungufu mengi, pamoja na kuwa tunazo mbao za kuwezeka, lakini milango hakuna, madirisha hakuna, sakafu hakuna, na hata mabati ya kuwezekea, nondo kwa ajili ya kujengea kibaraza nje, kwa kweli vyote hivyo havipo. Bila shaka uwezo wetu kwa kweli umefikia hapo, na ndiyo maana tuliona kwamba ni kheri tuwaite mje muone ninyi wenyewe kwamba hapa ndipo tulipofikia. Nichukue fursa hii kumshukuru Sheikh Abdi kwamba amefika mahala amefika, ameona hii hali, lakini pia akafika ikawa ni hamasa ya kuwasababisha wakina mama kuwa ni chatu ya kuwafanya wakina mama na baadhi ya watu wengine kutoka sehemu mbali kufika kwa ajili ya kuja kuliona hili. Inawezekana wakati akifikisha taarifa pengine mlihisi kwamba hizi taarifa zitakuwa si za kweli, lakini mtakuwa mmeshuhudia ninyi wenyewe. Nabii anasema laisa al-khabari kal-muayyana, kusadiki kwa toma ni kuona, na bila shaka mtakuwa mmeona, na maadamu mmeona bila shaka mtakuwa na kila sababu ya kutusaidia. Na naamini kwamba ukarimu bila shaka inawezekana ni sifa yenu, na maadamu ni sifa yenu bila shaka mtakuwa na huruma na sisi kutuhurumia, lakini pia kwa kuzingatia kwamba hapa tulipohisi sisi tukaona kwamba tumefaulu kweli kweli. Kama mnaweza mkaona kwamba hapa kuna uwepo za kukawa zaidi ya hivyo, tunachokililia sisi ni kupata msikiti. Kama huruma itaingia,
ikasema kwamba sasa tunahitaji msikiti huu tubomoe, tukujengeni msikiti wa Arusha. Alhamdulillah rabbil alamin, kwenye mwambao tutasema msikiti wa Arusha wa kwanza katika mwambao ni msikiti wa Zashi, ambao tayari wamefika waja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wakereketwa, na sasa wameona kwamba ni heri wafanye kitu kama hicho. Hatuwafundishi, lakini ndicho kilio chetu hiki. Nisieleze mengi, lakini lengo na shabaha kwa kweli ni kwa ajili ya jengo letu hili. Tunaomba msaada wenu kwamba muweze kutusaidia kwa yale yote ambayo yalikuwa ni mapungufu. Inawezekana haya mapungufu ambayo tunayasema sisi, bado mtaona ninyi kwamba kuna mapungufu mengine ambayo bado hatukuyataja, kibinadamu tumesahau. Kumbe msisite, pale mtaona kwamba hili ni pungufu lakini halikutajwa, basi aidha kwa kusahau, aidha kwa kuona woga kwamba sasa mbona tunasema mengi, tutakuwa tumepeleka mzigo mkubwa. Kumbe kama inawezekana, basi nafikiri ni kutusaidia kwa hali yote ambayo atakayokuwezesheni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kama ni nini, aidha mnaweza kutoa hamasa kwa watu wengine ambao mnawafahamu popote pale walipo. Nadhani Nabii anasema iblughul hajja man la yastati'u iblaghahu, yule ambaye asiweza kujifikishia shida mahitaji, basi mfikishieni mahitaji yake, mtakuwa tayari mmefanya jambo ambalo ni bora na la msingi. Inshallah nafikiri nitakuwa sina mengi zaidi. Kwa yale mengine ya kuongeza kiasi, nafikiri ni muombe Mwalimu Okeye aweze kuendelea. Alhamdulillah, wallahi napata uruhu ili nisemeseme, aliposimama nikajua tayari hapa nimezidisha, tayari nimekwisha pigiwa kipenga kwamba tayari nimeisha zidi. Inshallah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaykum assalam. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Baada ya salamu, tumshukuru Mwenyezi Mungu aliyotupa neema ya uhai na kila tunachokitumia ni cha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shukrani kwa sote ni kusema alhamdulillahi rabbil alamin. Na baada ya hilo ni kutanguliza kazi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kushirikiana. Tukifanya kazi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kushirikiana, yale makusudio ya Allah, maneno ya Allah aliyotuahidi kwa watu watakayejitahidi katika njia yake, tutayafanikiwa kuyapata. Iwapo Waislamu kwa pamoja tutashirikiana kuliokoa jambo la Allah Subhanahu wa Ta'ala, kama Mwenyezi Mungu alivyosema ndani ya Qur'an, in tansurullaha yansurukum wa yuthabbitul aqdam. Haya ndio maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwamba atakayepambana akajitahidi akanusuru jambo la Allah akalifikisha hatua fulani, basi Mwenyezi Mungu anatengeneza nusura katika maisha yake na mwisho wa maisha yake. Ndugu zangu Waislamu, nimesimama hapa sitozungumza zaidi. Naunga vipande sehemu ambavyo ni vya maombi ambayo tumemuomba shekhe, nilitumwa na Waislamu niyafikishe kwa shekhe. Moja kabisa, kama mlivyosikia, swala la msikiti ambao unatia aibu mbele ya macho yetu. Kwa ujumla, ndugu zangu Waislamu, mashekhe wa kutoka Burundi, kweli hapa kwetu tuna maisha ambayo kwa haraka haraka ukitazama hatuna kitu ambacho tunakitegemea mbali na utafutaji wa baharini. Lakini ndugu zangu Waislamu, kwa ujumla, katika maombi ya msikiti aliyozungumza shekhe ni kwamba wakina mama wa Kiislamu mlioshirikiana shekhe, kama mlivyoona kwenye kompyuta, kwenye internet, shekhe amerusha kwenye mihadhara, ameonyesha, basi kazi ambayo shekhe aliyokuwa akiwaambia ndio hii ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini pia katika maombi tuliyomwomba shekhe, tuliomba kupata chuo ambacho kitawasaidia vijana wetu wa Kiislamu kusoma masomo ya Qur'an al-Karim, kuhifadhi Qur'an al-Karim kwa hukumu zake. Chuo hicho kiwepo Kagunga, ndani ya kata ya Kagunga. Haya ni maombi tuliyomfikishia shekhe, kwa sababu huwezi kujenga msikiti hakuna watu ambao wanaweza kufanya ibada ndani ya msikiti kwa usahihi zaidi. Na ili mtu afanye ibada kwa usahihi lazima awe na elimu, na kama hana elimu hawezi kufanya ibada kwa usahihi.
Kwa hiyo sisi kama watu wa Kagunga, walimu wa Kagunga, wazee wa Kagunga, waliniagiza nifikishe ujumbe wa kupata chuo. Tena chuo hicho kiwe na bweni. Bweni ni jengo ambalo linawahifadhi wanafunzi, wanakaa sehemu moja, wanalala hapo, wanafanya ibada mpaka muda wa kumaliza. Kwa bahati nzuri Sheikh ni mfasaha, si sana lakini ni mfasaha, atakuwa amenielewa. Na Waislamu mlioko hapo mtakuwa mmenielewa. Tulihitaji chuo kipatikane ndani ya kata Kagunga. Ndugu zangu Waislamu, baada ya hapo ni kwamba tuliomba kwa Sheikh, nikafikisha maombi ndani ya kata yetu Kagunga, namba yetu huwa Kagunga mpaka kufikia Mamgongo. Maana Sheikh hapo unapoona kuna viongozi wa Mamgongo wako hapa, wa Buganda wako hapa, na Burundi kuendelea wako hapa. Kwa kweli ndani ya kata yetu Kagunga hatujawahi kupata haji. Tuliomba, nilifikisha maombi kwa Sheikh, Waislamu wamenituma, tunahitaji tupate nafasi ya haji, walau nafasi mbili. Tuna viongozi wetu ambao wana miaka wakijitahidi katika kazi ya Mwenyezi Mungu. Tulihitaji tupate hata nafasi moja au ya pili ya kwenda hija, katika nafasi ambayo ni ya majukumu ambayo Mwenyezi Mungu amemjalia Sheikh kumbe katika watu ambao wanapokea tiketi za kwenda hija. Basi Sheikh ajitahidi juu ya hili kulifikisha kwa wahusika zaidi ili tuweze kufanikiwa nafasi ya hija. Ni miongoni mwa maombi ambayo tuliyafikisha, ambayo nilitumwa na Waislamu wakati ya Kagunga. Ndugu zangu Waislamu, ombi la 3, ombi la 4 na kama sikusahau, tulifikisha tulipewa ombi la Waislamu hususan wa kina mama wa Kiislamu. Kuna kundi la kina mama la taalimu ambalo linajitahidi kuhamasisha wakina mama kufanya ibada, kusiwia mambo ya disco, vitu mbalimbali vya anasa katika mambo ya harusi, ni kazi zinazofanyika hapa ndani ya kata yetu. Wakina mama hawa wamejitahidi sana kufanya kazi kubwa sana. Kwa hiyo ndugu zangu wakina mama mliokuja, hawa wakina mama wa kundi la taalimu wana kazi kubwa wanaifanya hapa kwetu. Kwa mtu asiyokuwa namuona akasema hawana kazi, lakini ni kazi kubwa. Wanakwenda mpaka Kisinga. Juzi nilikuwa nao Kabonga pale, wamekwenda kufanya Burundi pale, kufanya juhudi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wamefikisha ujumbe wa Allah, si mara moja mpaka mara mbili wanafika. Hawa wakina mama wanahitaji vitabu Qur'ani al-Karim vya kusomea, vitabu vingine vya hadithi, wanahitaji vitabu pia, hata jilbabi, mitandio, nguo nzuri za Kiislamu za kiheshima, vinatakiwa vitu kama hivi. Tudumishe ushirikiano kama Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alivyotuagiza. Ndugu zangu Waislamu, katika maombi nimetuma mambo mengi sana niyafikishe. Kuna swala la udhuhia. Sheikh, kwa kweli hapa kwetu kuipata udhuhia, mimi mwenyewe nina miaka 35. Nimebahatika kupata nafasi ya uratibu wa kamati ya udhuhia kutoa mgao, lakini kwa toka nadhalika imepatikana mara moja. Hatupata nafasi ya udhuhia. Kwa hiyo Allah tukujalia na kutufikisha sote kwa salama. Nafasi hiyo ikipatikana, walau tupate udhuhia ndani ya kata yetu, ndani ya kata hizi mbili, Mamgongo, Kagunga, walau hata ng'ombe moja moja, mbili, ikiwezekana, kama na Allah atakuwa amejalia ipatikane nafasi kama hii. Ndugu zangu Waislamu, najaribu kutoa taarifa zile ambazo nizifikisha ili Waislamu msiseme kwamba sikufikisha ujumbe. Ujumbe mwingine ambao nilitumwa na Waislamu niufikishe, ambao ni ujumbe wa mwisho kabisa Sheikh. Ujumbe wenyewe ulikuwa ni huu. Ndugu zangu Waislamu, ndani ya kata yetu hii ya Kagunga tulihitaji, na wazee walimtuma kitu ambacho kinachoitwa uhusiano kama huu mnaoona. Walinituma kuhakikishia kwamba Waislamu wote wa Kagunga wako tayari na wanahitaji mapenzi ya kudumu baina ya Waislamu wa Burundi na Waislamu wa Tanzania, kama Mwenyezi Mungu alivyotuagiza ndani ya Qur'an, wa'tasimu bihablillahi jamia wala tafarraqu. Kauli hii ndio kauli ya mwisho, na kauli hii katika maagizo yaliyoagiza itengeneze vyote ambavyo vinahusu Uislamu ili uendelee. Vile ambavyo unavifahamu wewe na uliokuja nao wanaweza kujitolea katika njia ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, vinavyoweza kufanya Uislamu usonge mbele, basi
vitakapokuwa viko ndani ya miliki yako, basi ujitahidi kutengenezea ili kupata mafanikio ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tujitahidi kuiendesha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Shekhe, hapa Kagunga kuna madrasa 11, lakini madrasa hizo wanafunzi wanasomea majuzu ya kununua, wanasomea Qur'ani za kununua. Bahati mbaya hapa tulionayo masafu moja inawezekana 1500, 1500. Kwa hiyo tuna shida sana. Shekhe, tunahitaji yale yote ambayo nilipitishia ndio haya. Insha Allah, wabillahi tawfiq. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nafikiri tusipoteze muda. Alwaqtu kasayfi fa in lam taqtuhu qat'aka. Kumbe nisipoteze muda, nichukue fursa hii kumuinua Sheikh Abdi achukue fursa kuongea yale atakayowezeshwa na Mwenyezi Mungu, na huku akiwa anapima kwamba muda wake ni namna gani. Inshallah Sheikh Abdi, kwa heshima na taadhima, ni kuombe usimame utoe faraja kwa Waislamu. Inshallah kila mmoja anasubiri kwa uchu, maana kuna uchu na hamu, sijui kikubwa ni zaidi kipi kati ya hivyo vitu viwili. Inshallah kwa hiyo wanasubiri kweli kweli. Na Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ibilisi anakimbia. Hapo anatimka, anasema kumeletwa. Ndugu zangu, ninamshukuru Allah. Kisha naziomba rehema na amani ziingie ndani ya kaburi ya mpenzi wa roho zetu. Yuko mtu mmoja duniani akisema dunia hainyamazi, hata mfanye aje. Na huyo ndio mtu pekee amezungumzwa dunia nzima, hata wasiokuwa Waislamu wanaelewa kama huyo mtu yupo. Rafiki yenu, mpenzi wenu, yuko kwenye roho zake, kwenye roho zenu samani, Mtume Muhammad. Hata mkiambiwa mnyamaze, jameni asisemi mtu, ila akitajwa Muhammad mtasema. Hata msichane kwa ile milima. Hata kukamatwa na polisi wa Tanzania, mtu tu apite aseme Muhammad mtasema sallallahu wako hapo mnapeleka. Allah alishamaliza akasema warafa'na laka, tumeinua utajo wako Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni hivyo tu, hakuna neema kama Uislamu. Taka usitaki, Uislamu ni neema. Ndiyo dini aliyoipenda Allah akaita Islam, amani. Amani. Wallahi walikuwa wanashukuru masahaba wakiona hiyo neema, wanasema alhamdulillah. Kokote utamwona mtu anavaa kofia, aidha anavaa kama nyia wa kina Bikira Maria, si ndivyo? Ndio vazi la Bikira Maria, sio hilo? Sio jipe ndani ya kanisa, hapana. Hilo ndio vazi. Kokote utamwona mtu kavaa hivi, aidha vile, hata haumjui anakuwa ndugu yako. Kweli ongo? Na safari inaanza, salamu alaykum, walaikum salam, hata lugha hamuelewani. Anakuwa ndugu yako ndani ya mtumbo, ndani ya basi, na kokote kuna tatizo, akipata shida inakuwa yako. Wewe mwache huyu mtu, ni Muislamu. Ni Muislamu. Mkapewa maamkizi aina hii. Assalamu alaikum wa rahmatullah, amani. Hata ukikutana na mshinwa, ukimwambia salamu alaykum anaitika, wa alaykum salam. Lugha nyingine hajui lakini anaitika. Ndugu zetu hawana hiyo salamu. Si wako hapa ndugu zetu watushangii dini, wako hapa, lakini hawana hiyo salamu. Hawana, ila ndani ya kitabu chao imeandikwa amani iwe kwenu. Saidina Isa, Bwana Yesu anawasabahi wafasi, anawaambia amani iwe kwenu, na wenyewe wanamwambia na wewe Bwana. Ndio wa alaykum salam. Ndivyo ilivyo. Tukichinja sisi wanakula, wakichinja wao muujiza. Wakichumbia kwetu wanaingia dini, tukichumbia kwao wanaingia dini tena. Sio hivyo? Hatutoki sisi, tuko pale pale. Tuko pale pale bila kubadilika. Allah analeta yake. Alafu imamu wetu ni mmoja. Akija Mrusi hapa anaswalisha, tena mweupe anasema stau, wote mnasimama.
alhamdu ni hii, wala dhalin, amin. Dunia zima mimi naswalisha na Sheikh Juma. Sheikh Juma anaswalisha Marekani vizuri sana, bila tabu hata hii. Uislamu hii sinema hii ndio tunayo, alafu watuchokoze waone, hapana mchezo. Ni ule msimamo aliotuachia Mtume Muhammad wa nguvu na kilo. Akifia hapa Muislamu anazika. Ukifia hapa wamama mnazikwa, lakini msiombe kufia hapa, labda italeta oga. Shia anataka tufie hapa tena, tuna hamu ya kurudi. Hapana, ukieni mrudi tena. Kwa hivyo kokote Muislamu anafia, anazikwa. Tanzania inatuzikia Warundi wengi sana, wanakwenda kuchukua magari yalikufa, wanazika tena, hawaulizi mtu. Hapana kuhangaika. Hizi zote ni neema Mungu katupa. Qur'ani hii yenye iko hapa Kagunga, ndio iko Bujumbura, ndio iko Marekani, ndio iko Ubembe, ndio iko Italia, ndio iko kwingine. Qur'ani hii sura ya kwanza ni hii, wala dhalina ndio inaanza alhamdu. Ni neema Mungu alitupa sisi, tofauti na dini zingine. Biblia ya Tanzania ndio ya Burundi, Biblia ya hapa ndio ya Burundi, si tofauti. Ya hapa ndio ya Kongo, tofauti. Ndio Allah akasema inna dina inda Allahi. Nitaka kukupa nguvu kidogo, lakini Kiswahili changu kinaumwa. Najua Tanzania wanakielewa sana. Nimesimama Sheikh Juma hapa anazungumza, naona raha. Sheikh mmoja akanambia, Sheikh sio hivyo, neno tu lieleweke. Akaandika Sheikh wangu kwenye ubao, akaandika neno hili nazimia. Akatuuliza maana yake ni, tukatofautiana. Nikamwambia nazimia maana yake nimeanguka. Mwingine akasema hapana, nazimia ni nazimia moja. Mnasemaje? Neno lile nazimia, lakini neno lile ila tofauti namna lugha itafika kwa wengine. Kwa hivyo lugha yetu kule Burundi ina makosa kwa hapa Tanzania, muivumilie kidogo. Ina umburumburu wanasema hivyo, ina vitu vichafu, mtusamee. Hapa ndio kuna lugha ambayo inakwenda vizuri, na inshallah tutajitahidi. Kuna lugha amezungumza hapa sakafu. Ndugu zangu hawakuelewa sakafu ni nini, ni simenti ya ndani. Kuna lugha amezungumza nondo. Nondo ni nini? Fer à béton. Wao wanakwenda wanaelewa. Maana kwetu tumeshaona na Kifaransa. Fer à béton ndio nondo. Huku wamezungumza lugha nyingine, lakini utavielewa hivyo hivyo. Tuko pamoja Waislamu? Mwenyezi Mungu ni mkubwa, na ukubwa wake tunamshukuru. Tumepanda leo boti mpaka hapa, na yeye ndio amefanza hayo yawe, na hakosolewi Allah tabaraka wa taala. Anapita mcha Mungu mmoja akaukuta mti mkubwa sana, una zambarau. Zambarau mnazielewa? Naelewa zambarau. Upepo ukampitia, akawa amechoka, akalala kidogo. Alipolala akaona zambarau, lakini hapa chini kumbe kuna majani yamebeba maboga. Mnaelewa maboga yanaotea chini. Akasema lakini Allah watawa nasemaga ni mkubwa, kuna mengine anafanya hayakubaliani na akili. Kimti kikubwa kama hichi akakibebeshe zambarau ndogo ndogo, alafu haya majani chini anayaonea, anayabirisha maboga, yameshindwa hata kubeba, yameangusha chini. Angechukua haya maboga akambebesha huyu mti mkubwa, alafu hizi zambarau akabebesha haya miti madogo. Allahu akbar, takbir. Mungu anafanya yake. Kausingizi kakaja na haujui kanatokeaga wapi, kwa kuwa hakuna mtu anajua saa ya kulala, na hakuna mtu anajua namna gani analala, na anayeleta usingizi ni tena anakufisha, unakufa. Na watu wengine anakufisha na panya zinaanza kula huko hai. Panya inakuja kabisa, inapuliza, inakula mguu, na usubuhi unasema panya wamenila. Ulikuwa wapi? Na wewe ulikuwa ndani. Anayefanya yote haya ni Allah tabaraka wa taala. Anakufananisha na umauti. Mbu wanakula, kunguni wanakula, umetulia, kwa ishara kuwa utakaa kaburini na ukubali kuliwa. Ndio ujumbe wa Allah tabaraka wa taala. Kwa hivyo Allah akamlaza huyu. Alipomlaza akalala, Mwenyezi Mungu akaangusha zambarau, ikatoka kwenye mti, ikaanguka, ikampiga hapa. Akashtuka,
akasema Allahu Akbar, Mungu ni mkubwa, akili yangu ndo haifai. Sasa kama hili boga lingekuwa juu ndo likaniporomokea, hakuna usalama. Kumbe Allah ni fa'alun lima yurid, anafanya anayotaka, tena anayapanga vizuri yapangike. Na ndio maana leo tuko Kabonga tena Maraha. Jamani, Maraha hapa tuko panafanana na msafara mtakatifu wa Mtume Muhammad kwa kufungua mji huyu ambao unafanana na mji wa Madina. Mji huyu umejaa answar kutoka hapa mpaka tangu tulipoingia boti mpaka kule wanaita Mwamugongo mpaka Kigoma huko kote. Hawa ndio wameleta Uislamu kwetu. Huku ndo kuna watu wameleta Uislamu umeingia Nyanza Lake. Ndio fasi iliingia behewa ya kwanza ya Waarabu na Mswahili kuleta Uislamu Nyanza Lake. Miaka 100 na kidogo inapita. Miaka 100 na kidogo ilipita hapa. Uislamu umepita hapa. Baada ya Uislamu kupita hapa umeingia kwetu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Na hapa ukipatazama kina mama mlionishindikiza, misikiti ni mingi tambarare yote. Waislamu wapo. Na ndugu zetu wa Kristo wapo. Na wote wanaishi kwa amani na usalama na Waislamu. Hakuna vita wala tabu yoyote. Naam, tuko pamoja. Kwa hivyo tulivyoingia kupitia bahari inafanana na maswahaba walisafiri kutoka Maka wakenda Ethiopia. Hapa Ethiopia karibu. Maswahaba walitumwa akiwemo Saidina Uthman ibn Affan kwenda kutangaza Uislamu, na sisi leo tumefanana na hao. Na tumeegesha, tumepokelewa kwa kasida na abeati walizompokea Mtume katika mji wa Madina. Zilikuwa zinaimbwa lugha ya Kiswahili, lakini nilivyozifata ni zile zile. Wala al-badru alaina min thaniyati al-wada wajaba shukru alaina ma daa lillahi daa ayuha al-mab'uth fina jita bil amri al-muta' jita sharafa al-madina marhaban ya khairu daa. Zile wamekukaribisheni, karibuni kwa utukufu. Mungu awalipe wakina mama jamani. Mungu awazidishie kipaji, manake tumesisimka sisi wote. Unasikia mwili unasisimka, unasema ya Rabbi. Inakumbusha mji wa Madina. Na tumeegesha na tunafunikwa na bilioni za malaika wako wanafunika. Wanakamata sura zetu, ziko zinasajiliwa mbinguni. Wala saufa yutika rabbuka fatarda. Iko siku Allah atakulipa, utafurahi, utaridhia huko. Tunakwenda pamoja. Wanazimu. Tunaelewana vizuri. Kwa hivyo tuko hapa katika mji wa nini? Kagunga, Zasha. Wama adraka ma Zasha. Ndio hii Zasha. Katika kijiji Zasha ni Kagunga yote hii. Kuna msikiti umejengwa, walioujenga hata wengine hawako hai, walikwisha kufa. Wallahi walikwisha kufa. Kwa hii miaka ametuambia karibu miaka 16. Haiwezekani hii ardhi kukaa watu hawakuzikwa hapa. Kuna watu wamekwenda walianzisha hii nyumba. Na hii nyumba inatusuta, inatutazama. Na kama tumekuja hapa ni kuonesha ujasiri wa hali ya juu na imani na uivu wanaoona malaika wa Allah tabaraka wa taala. Ndio maana tuko hapa. Kwa nini tumekuja na kina mama? Waislamu kina mama ndio walianza kutoa roho zao wa mwanzo kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Ni huko ndio mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hauwezi kuendesha Uislamu bila kuwa na matajiri karibu yako. Hicho nakataa. Tapauka, tavaa kanda mbili za rangi ya njano na nyekunda, watu watakutazama, itakuwa tabu. Mwenyezi Mungu akaona hikma yake, akamhurumia Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
wa kwanza kutoa shahada ndani ya Uislamu. Waandishi wa tarehe wanahangaika kidogo, wanasema ni Abu Bakr Siddiq. Hapana, sio Abu Bakr Siddiq. Wa kwanza ni Khadija, mke wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndio alimfuatilia Mtume kila, akampa maji ya kukoga, akamweka sehemu akalala. Asubuhi akaamka, akamsaidia njia, akaenda na mke wake wakamshindikiza. Walipopona njia, akamwambia Al-Khamis, Mungu akipenda uje mjini, takupa zawadi, uje mjini. Akarudi kakaa na mke wake. Mke anatabasamu, anasema kuitwa na mfalme tumetajirika. Cha Mungu na dhikri yake na tasbih, anamuita Allah, anamsabihi Allah. Ilipofika Al-Khamis, mke wake akamwamsha, mzee nenda ukayatazama. Akavaa alivyojaliwa kuvaa, akaondoka. Alipofika mjini, akauliza mfalme yuko wapi, wakamwambia yuko masjid. Akaingia masjid, akamkuta mfalme anaswali, amemaliza kuswali, yuko anainua dua. Anasema, Mwenyezi Mungu, ninakuomba unipe kile ambacho nitampa mgeni wangu leo. Nipe kile ambacho nitampa mgeni wangu leo. Yule bwana akamsikiliza, akasema, kumbe huyu mfalme namfuata na yeye anamuomba Mwenyezi Mungu. Simsubiri tena, na ninakwenda, kwa kuwa na mimi naweza kumuomba Allah tabaraka wa taala, na mimi naweza kumuomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Akatoka, na ndio ishara hii ambapo watu wamefikia kwenye msikiti huyu, ni kuwa uwezo uliwezekana. Na wao nyewe wote mlisema tunaweza na sisi kujenga msikiti wa kimataifa mzuri kama huyu, na umejengeka, na sisi tumekuja ni kuusaidia. Akarudi Waislamu, akamwambia Allah tabaraka wa taala, nilikuwa na ahadi na ule mfalme, nimemwacha yuko na kuomba wewe kuwa atanisaidia. Ya Rabbul Izza wal Jalal, sio haki mimi kuchukua riziki yangu kupita yeye ndio niende nidhalilike. Allah nipe na mimi, Mwenyezi Mungu nipe na mimi, nipe kama alivyokuomba, na mimi nakuomba na mimi nipe kama utakavyompa na ufalme wake. Waislamu wakaja, anarudi kwa mke wake. Akafika njiani, mvua inaporomoka kidogo, akauona mti mkubwa, wanaita mti wa ni Kiswahili cha hapa, mti wa baobab. Baobab wanasema ni mbuyu. Mti wa mbuyu, mti wa mibuyu mikubwa sana, unaona kuna tundu katikati. Akasogea, viatu vimejaa tope ili aogame kidogo. Alipokanyaga sehemu, akasikia kama amekanyaga kitu kama sanduku. Akachukua viatu vyake, akagonga tena atoe tope, akasikia kitu kinalia kama sanduku. Kafukua kidogo hivi, akaona sanduku zuri sana. Kulitoa hili, ndani yake limejaa dhahabu, amepewa na Allah tabaraka wa taala. Akainua, akaweka kichwani. Alipokwenda mbele kidogo, nafsi inamwambia labda ni amana ya mtu alihifadhi pale, bwana usinyanyue ukapeleka. Unasemaje wewe, utaacha? Hao ndio mwendo mrefu zaidi kwa ajili ya